Cup 2026. Kwanza kwa tukumbuke kwamba kwa mara ya mwisho timu ya taifa ya DRC Congo kipindi inaitwa Zaire kwenye harakati za kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia ilikuwa imefuzu mara mwisho 1974. Wakati huo haitwi Congo, ila ilikuwa inafahamika kwa jina kama Zaire. Na kikosi hiko ambacho kilifuzu World Cup 1974 cha Zaire au Congo kilikuwa chini ya uongozi wa kocha mkuu anaitwa Blagoje Vidonicki ambaye ni raia wa Yugoslavia, lakini pia anauza kikosi hiko ambaye alikuwa ni mchezaji kiongozi kuongoza kikosi cha Zaire kwenye kufuzu World Cup 1974. Huyu si mwingine bali alikuwa anafahamika kwa jina la Tshimene Bwanga. Lakini pia bila kusahau Congo ilikuwa katika grupu B ambapo grupu hilo ilikuwa linaundwa na timu kama Brazil, Scotland, lakini bila kuisahau Yugoslavia. Lakini pia kwenye mechi zote zilizowahi kuchezwa kufanikiwa kushinda mechi hata moja na kuamulia pointi hata moja. Katika mechi zao tatu zote zilizocheza za World Cup za kundi B walibahatika kupata kibano cha kufa mtu. Katika mechi zao zote hawakufanikiwa kufunga goli hata moja na kupata pointi hata moja. Lakini pia wakukumbusha kuwa michuano ilifanyika katika nchi ya Ujerumani ambayo ni Western Germany. Kipindi hiko Ujerumani iligawanyika kwa kuna Eastern and Western Germany. Kwa kipindi hiko ilichezeka Western Germany ambao Western Germany walikuwa ni nchi ambayo ilikuwa Ujerumani ambayo inaongoza na makapitalisti, kwa sababu tufahamu kwamba Ujerumani baada ya vita kuu ya pili dunia ilitokea division wakagawanyika, pakapatikana Ujerumani Mashariki na Ujerumani Magharibi kwa mvutano wa kiukanda ambao super power of the world kipindi kwa Russia ambao kwa anaongoza kwa mfumo wa socialism, lakini pia USA Marekani anaongoza kwa mfumo wa kikapitalism. Kwa Western Germany ilikuwa nda capitalism system. Lakini pia tukumbuke kwamba katika finali hizo ambazo zilifika Western Germany, lakini pia Western Germany wenyewe waliibuka kuwa mabingwa wa World Cup mwaka 1974, Ujerumani wakiweza kutoa kibano kikali kwa timu ya taifa ya Uholanzi goli 2-1 ambao goli la pili ilifungwa dakika 48 na marehemu hayati Gerd Müller babake na Thomas Müller aliweza kutoa goli la mwisho ambalo liweza kufanikisha Ujerumani Magharibi kuweza kubeba ubingwa wa mwaka 1974. Lakini pia tuangalie mchakato wa kufuzu World Cup kwa timu ya taifa DRC Congo 2026 ulianzia wapi? Tukumbuke kabisa DRC Congo walikuwa katika grupu B katika michuano ya kuwania World Cup, lakini katika grupu B hilo ambalo Congo wao walikuwa wapo waliweza kumaliza chini ya nafasi ya pili, ambayo nafasi ya kwanza ilikuwa imeshikiliwa na Senegal ambao walikuwa na utofauti wa pointi 2. Baada ya hapo playoff yao ya DRC Congo kwa sababu na timu zote ambazo zilimaliza nafasi ya pili ziliweza kucheza playoff kwa kila kundi ili kuweza kuwania nafasi moja ya kila bara kwenda kuwania nafasi 2 za kufuzu World Cup. Na playoff yao walianza kucheza dhidi ya Cameroon na kuondoa kwa goli 1-0 ambao bao hilo lilifungwa jioni kabisa na kapteni wa timu hiyo Cletus Mbemba dakika 90+1 dakika za nyongeza. Cletus Mbemba aliweza kufunga bonge moja la bao na kuwapeleka DRC Congo katika hatua ya playoff inayofuata, ambayo hatua hiyo walikutana na Nigeria ambao katika full time mechi ilisha 1-1. Baada ya hapo mechi kaenda extra time wakamaliza vile vile 1-1, wakaenda kwenye mikojo ya penalty na DRC Congo wakashinda mikojo ya penalty 4-3. Lakini pia sasa hivi Congo wameweza kupata tiketi ya kuweza kumenyeza nafasi 2 za kila bara ambazo wanaenda kufuzu World Cup. Lakini pia kulikuwa na ranking ambayo DRC Congo wanayo na zile timu zingine ambazo zipo kama Jamaica, timu kama Panama, hizo zilikuwa zina ranking ndogo kushinda Congo. Congo moja kwa moja ameenda kuanzia kwenye ile hatua ya finali ambao anasubiri timu kati ya Nueva Caledonia au Jamaica, kati yao atakayeweza kushinda ndio wataenda kukutana naye kwenye playoff yake, na akicheza akifanikiwa kushinda atakuwa amequalify na kufuzu moja kwa moja kwenye michuano ya kombe la dunia 2026 ambayo itakayofanyika Marekani, Canada pamoja na Mexico. Kwa DRC Congo tuendelee kuombea na tunawategemea katika zile nafasi 9 ambazo zimefuzu timu kutoka Afrika. Imebaki nafasi moja ya 10 wakiamua kupambana na kushikamana, kushirikiana na kuonyesha kiwango ambacho wako nayo, kwa sababu tunafahamu kwamba DRC Congo wana wachezaji ambao ni very experienced. Wana mchezaji kama Yohan Wissa kutoka Newcastle United,
wana wachezaji wakubwa kama Wan-Bissaka kutoka West Ham United, lakini pia wachezaji tofauti kina Theo Bongoda ambao anacheza Sparta Moscow huko Moscow Russia, lakini pia wachezaji tofauti kina Nditi, wakina Mesha Kiaria ambaye anakipiga katika lakini pia kwenye harakati za Kongo kufuzu World Cup zilianzia pale kwenye mechi yake ya makundi, ambapo kwenye alikuwa katika kundi B, ambao kundi hilo lilikuwa linaundwa na Senegali, South Sudan, lakini pia na mwenyewe DRC Congo. Lakini Kongo alifanikiwa kumaliza nafasi ya pili chini ya Senegal ambao walikuwa na tofauti pointi 2, ikampelekea DRC Congo kwenda kupata nafasi ya kwenda kucheza playoff, ambao kila bara katika mabara 6 inadaiga kila bara itoke timu moja. Hapo katika hizo timu kila bara kutoka timu moja zinatakiwa ziende zikawanie nafasi 2 za kufuzu World Cup. Na DRC Congo mechi yake ya kwanza alicheza dhidi ya Cameroon na kumfunga goli 1-0, lakini pia mechi ya pili alicheza dhidi ya Nigeria. Mechi ilisha full time 1-1, lakini pia wakaenda kwenye mikojo ya penalty, na kwenye mikojo ya penalty DRC Congo aliweza kumfunga Nigeria mikojo ya penalty 4-3, na hapo akawa amechukua tiketi ya kwenda kuwania nafasi 2 za kufuzu World Cup kwa bara la Afrika. Lakini pia kwa renki ambazo DRC Congo wanazo kimlinganisha pamoja na timu zingine kama Jamaica, timu kama ya taifa ya Panama, na Macedonia, zote zinaonekana kwenye renki ziko chini ya DRC Congo. Lakini ukimwangalia Iran kidogo inaonekana renki zinawiana kidogo, na ndio maana ukimwangalia Iraki pamoja na DRC Congo wanaenda kuanzia kwenye hatua ya finali, maana yake wanawasubiri washindi kwenye kila pachi, ambao DRC Congo anamsubiri mshindi kati ya North Sudan pamoja na Jamaica atakayeshinda ataenda kucheza naye, na baada ya michuano hiyo kucheza katika hiyo mechi akifanikiwa Kongo kushinda atakuwa ameweza kuqualify katika zile nafasi 2, atakuwa ameweza kuqualify kwenye nafasi 1 ya kufuzu World Cup 2026. So DRC Congo to the worldwide. Ila pia usisahau kufollow katika channel yetu ya YouTube @SockTalk_Arena, pia katika channel yetu ya Instagram @SockTalk_Arena, lakini pia kila weekend tunatuma odds 5 za uhakika. Usisahau kufollow, like na comment ili tuweze kuwa familia hii kubwa. Chao.